Ningependa kuzungumzia kuhusu kujenga wananchi wenye uelewa, ambayo ni nguzo muhimu za kuimarisha ushiriki wa kidemokrasia na kuchagua viongozi bora. Demokrasia ina nguvu kulingana na wananchi wake. Hivi nasema demokrasia haishindwi kwa sababu katiba ni dhaifu. Hushindwa pale wananchi wanapokosa kujihusisha, wapiga kura wanapodanganywa, na ushiriki wa kisiasa unapokuwa wa kihisia badala ya kuwa wa uelewa. Taifa la kidemokrasia hustawi pale wananchi wake wanapoelewa haki zao, wanazitumia kwa uwajibikaji na wanawajibisha viongozi wao. Chombo kikubwa cha kisiasa katika demokrasia ni kura. Lakini kura si tukio la siku moja tu ya uchaguzi. Ni matokeo ya safari ya uraia inayojumuisha yafuatayo: 1, kupata kitambulisho cha kitaifa, yaani uwe na ID. Kujisajili kama mpiga kura. Kushiriki katika elimu ya uraia, civic education. Kuchambua viongozi kwa msingi wa sera. Kukataa siasa ya ukabila, ukanda na mgawanyiko. Pia kudai uwajibikaji. Katika nchi kama Kenya, ambapo haki za mpiga kura imelindwa kikatiba chini ya Constitution of Kenya 2010, wananchi wanapaswa kuelewa kuwa haki za kidemokrasia huambatana na wajibu wa kiraia. Msingi wa ushiriki wa kisiasa, that is kitambulisho cha taifa. Umuhimu wa kitambulisho: kabla ya kupiga kura lazima utambulike kama raia wa nchi hiyo. Kitambulisho cha taifa ni karatasi, si karatasi tu, ni udhibitisho wa uraia. Kinamwezesha mtu kupata huduma za serikali, kufungua akaunti ya benki, kuajiriwa, kujisajili kama mpiga kura. Hivyo bila kitambulisho raia anakosa sauti ya kisiasa. Wewe usikose sauti ya kisiasa kwa kukosa kitambulisho. Serikali ya kidemokrasia lazima ihakikishe upatikanaji wa vitambulisho kwa urahisi, bila ubaguzi au vikwazo visivyo vya lazima. Changamoto za upatikanaji: katika baadhi ya mataifa ya Afrika, urasimu, rushwa na ubaguzi wa kikanda umewanyima baadhi ya wananchi vitambulisho. Hali hii hupunguza haki za kushiriki katika uchaguzi. Demokrasia ya kweli inahitaji kila raia awe na nafasi sawa ya kupata kitambulisho. Pili ni usajili wa wapiga kura, ambayo ni njia ya kuingia kwenye uchaguzi. Kwa nini usajili ni muhimu? Baada ya kupata kitambulisho, hatua inayofuata ni kujisajili kama mpiga kura kupitia chombo cha uchaguzi kinachotambuliwa kisheria. Nchini Kenya, jukumu hili linasimamiwa na Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. Usajili hubadilisha uraia kuwa nguvu ya kisiasa. Raia ambaye hajajisajili hana uwezo wa kuathiri matokeo ya uchaguzi. Hivyo basi, umuhimu wa usajili endelevu: demokrasia inapaswa kuhimiza usajili wa wapiga kura kwa wakati wote. Vijana kujisajili mara wanapofikisha miaka 18. Usawa wa fursa za
usajili mijini na vijijini. Vijana ni nguvu ya taifa, therefore ushiriki wao ni muhimu. Hatari za kutojali. Wananchi wasiposajili au kupiga kura, wachache wanaweza kuamua kwa ajili ya wengi. Viongozi wasiofaa wanaweza kunufaika. Sera hazitaakisi matakwa ya wananchi. Kupiga kura ni ulinzi wa mustakabali wa taifa. Elimu ya uraia, msingi wa kura yenye maarifa. Kuelewa haki na mfumo wa serikali. Mwanzo, elimu ya uraia huwasaidia wananchi kuelewa: moja, muundo wa serikali, majukumu ya viongozi waliochaguliwa, haki za kikatiba, mipaka ya mamlaka ya kila ngazi ya uongozi. Bila elimu ya uraia, wananchi wanaweza kuchagua kwa hisia badala ya uhalisia. Tuko na kuelewa majukumu ya viongozi. Chini ya Constitution of Kenya, kuna mgawanyo wa majukumu katika serikali ya kitaifa na ya kaunti. Wananchi lazima wawe wanajua mbunge hufanya nini, gavana ana jukumu gani, seneta anasimamia nini, MCA anawajibika kwa nini. Hii husaidia kuwawajibisha ipasavyo. Elimu ya uraia kama mchakato endelevu. Elimu ya uraia inapaswa kufanyika shuleni, kupitia vyombo vya habari, kupitia asisi za kiraia, kupitia taasisi za kidini. Wananchi wenye maarifa sio rahisi kudanganywa. Kuchagua viongozi kwa misingi ya sera. Umuhimu wa sera. Uchaguzi haupaswi kuwa mashindano ya umaarufu bali mawazo na sera. Wananchi waulize mpango wa uchumi ni upi? Atatatua vipi tatizo la ajira? Atapambana vipi na rushwa? Ataboresha vipi huduma za afya? Sera bora huleta maendeleo ya muda mrefu. Kuchambua ilani. Ilani ni ahadi kwa wananchi. Wananchi wanapaswa kusoma ilani za vyama, kulinganisha mapendekezo, kudai uwazi na malengo yanayopimika. Hii huimarisha uwajibikaji. Kukataa siasa za zawadi na rushwa, that is tokenism. Maana ya tokenism ni pale wanasiasa wanapotoa pesa za muda mfupi, ahadi za papo kwa papo, misaada ya kuchagua badala ya sera za kudumu. Madhara ya kuuza kura. Kuuza kura husababisha: moja, hupoteza haki ya kudai huduma bora, huhalalisha rushwa, huwezesha matumizi mabaya ya rasilimali. Thamani ya kura ni kubwa kuliko zawadi ya muda mfupi. Wananchi msikie hayo. Kukataa ukabila, ukanda na mgawanyiko. Hatari ya siasa ya utambulisho. Wanasiasa wengine hutumia ukabila, ukanda, chuki ya kihistoria ili kupata kura. Hii hugawanya taifa na kudhoofisha mshikamano wa kitaifa. Therefore, utaifa kwanza. Katiba ya Constitution of Kenya kwa mfano inahimiza umoja wa kitaifa na kutokuwepo kwa ubaguzi. Wananchi wanapaswa kuchagua kwa msingi ya sera, si ukabila.
kupuuza simulizi na mgawanyiko. Katika enzi ya mitandao ya kijamii, habari za uongo huenea haraka, chuki huchochewa kwa urahisi. Wananchi wanapaswa kuhakiki taarifa, kukataa lugha ya chuki, kukuza ujumbe wa umoja, uwajibikaji wa kidijitali ni muhimu. Kufanya kama watu wamoja. Demokrasia si juhudi ya mtu mmoja, ni jukumu la pamoja. Kwa hivyo, jamii zinapaswa kuhamasisha vijana kujisajili, kuandaa mjadala ya sera, kuhudhuria mikutano ya uwajibikaji, kufuatilia ahadi za viongozi, na pia umoja huleta nguvu. Uwajibikaji baada ya uchaguzi. Kura za mwisho wa wajibu wa kiraia. Kura si mwisho wa wajibu wa kiraia. Wananchi wanapaswa kufanya hili: kufuatilia utekelezaji wa ahadi, kushiriki katika mikutano ya umma, kuwasilisha malalamiko na mapendekezo, kudai uwazi. Demokrasia haiishi kwenye sanduku la kura. Wito wa uraia wa uwajibikaji. Ili kuchagua viongozi bora, wananchi lazima wapate vitambulisho. Lazima wajisajili kama wapiga kura. Lazima washiriki katika elimu ya uraia. Lazima wachambue sera. Lazima wakatae rushwa ama tunaita tokens. Lazima waepuke ukabila na ukanda. Lazima wakuze umoja wa kitaifa. Lazima wadai uwajibikaji. Nguvu ya kura iko mikononi mwa mwananchi, lakini nguvu hiyo inategemea busara ya mpiga kura. Taifa la demokrasia hustawi pale wananchi wanapoinuka juu ya migawanyiko na kufanya maamuzi kwa msingi wa kanuni, sio hisia. Demokrasia haijengwi kwa maneno matupu, bali kwa ushiriki wa maarifa, umoja na uwajibikaji.